tai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa hawa wa kiroho, hebu nianze barua yangu leo na bomu la atomiki la Mungu. Si bunduki aina ya 22, bomu la atomiki kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Sasa, kama unataka kuandika mambo hayo, bila shaka nyote mnayajua. Yesu, Yohana 14:12, na Yoeli 2:38, Paulo, Timotheo wa 2:3, Malaki mlango wa 4, na Yohana Mfunuzi, Ufunuo 10:17, 1 hadi 17. Unaona, ni vile vile ambavyo ingetukia sasa. Notisi na onyo. Nukuu ifuatayo si kwa ajili yako ikiwa wewe unaamini. Tunamwelezea sana nabii wa Mungu. Huwezi kuwa bibi harusi ikiwa tu unamsikiliza nabii. Kuzicheza kanda kanisani ni kosa. Mwenge umepitishwa. Jambo lililo muhimu zaidi leo ni kuwasikiliza wahudumu. Kubonyeza play wote kwa wakati mmoja ni dhehebu. Kwa kanisa ni kitu gani? Neno lililofanyika mwili, likifanywa mwili miongoni mwa watu wake tena. Unaona? Kaboom! Kwa hivyo, kwa kubonyeza play, tunaweza kulisikia neno lililofanyika mwili, likinena nasi mdomo kwa sikio, anapolifunua neno lake. Na mtu fulani anaweza kusema, ati sio sauti iliyo muhimu zaidi unayopaswa kuisikia? Sehemu hii ya nukuu ni kwa ajili yako. Nao hawaliamini hilo kamwe. Kadiri Bwana anavyozidi kutupa sisi ufunuo zaidi wa neno lake, na sisi ni nani, ndivyo kila mtu aliye nje ya ufunuo huo anavyozidi kuwa mbali zaidi. Hebu niseme jambo hilo vizuri hasa, ili mnini hii litadidimia ndani sana. Ninataka hili lilipatie hasa. Hiyo ndiyo shida yenu leo. Mnaona? Hamlijui neno. Mnaona? Mungu anao watu waliotiwa mafuta kuhubiri ujumbe huu. Lakini kuna yakini moja tu. Neno. Unapomsikia mhudumu au mtu yeyote akinena, ni lazima uwe na imani ya kuamini kuwa anachokisema ndicho hasa ambacho nabii wa Mungu alichokwisha sema. Neno lao, ufunuo wao, fasiri yao inaweza kushindwa. Sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda haiwezi kushindwa kamwe. Nena kuhusu Mungu katika urahisi kwa kubonyeza play. Yeye analisema tena. Wanapitwa naye. Neno lililo hai lililodhihirishwa katika mwili, kwa neno lililoahidiwa. Neno liliahidi kufanya mambo haya. Ahadi ilifanywa ya kwamba itakuwa hivi katika siku za mwisho. Sikiliza ngurumo yake. Ngurumo ni sauti ya Mungu. William Marion Branham ndiye sauti ya Mungu kwa kizazi hiki. Bibi harusi hajawa na uamsho bado. Mnaona? Hakuja kuwako na uamsho humo. Hakuja kuwako na madhihirisho ya Mungu kumwamsha bibi harusi bado. Mnaona? Tunautarajia huo sasa. Itahitaji hizo ngurumo 7 zisizojulikana kule nyuma kumwamsha yeye tena. Unaona? Naam, yeye atazituma. Aliliahidi. Sasa angalia. Unaweza kulipindisha hilo ukipenda. Lakini zile ngurumo 7
linampa bibi harusi changamko kwa ufunuo na imani ya kunyakuliwa, ambayo huja tu kwa Roho Mtakatifu akizungumza kupitia nabii wa Mungu. Hilo linatendeka sasa hivi ulimwenguni kote. Mungu amemchangamsha bibi harusi wake na neno lake. Si hivyo tu, bali tayari yeye amekwisha mwambia adui yetu la kufanya. Usiwaguse, wao wanajua wanakoenda, kwa maana wametiwa mafuta yangu, na kwa kutiwa mafuta yangu wao wana divai ya furaha, maana wanajua neno langu la ahadi. Nitawafufua tena. Usidhuru wao, usiende ukajaribu kuwachafua. Yeye amemwambia adui yetu aiondoe mikono yake michafu mbali nasi. Lakini je, ugonjwa bado ungali unaweza kutushambulia? Ndiyo. Je, bado tungali tunayo matatizo? Ndiyo. Lakini yeye pia alituambia la kufanya. Ni la kilindi, lisome pole pole na mara tena na tena. Kabla ya kuwa neno ni wazo, nalo wazo halina budi kuumbwa. Vema, kwa hiyo mawazo ya Mungu yakawa uumbaji wakati yaliponenwa kwa neno. Hapo ndipo wakati anapoyaleta kwako kama wazo lake, nalo linafunuliwa kwako. Halafu lingali ni wazo mpaka wewe utakapolinena. Mawazo yake yakawa uumbaji wakati yaliponenwa. Kisha mawazo yake yaliletwa na kufunuliwa kwetu kama neno. Sasa lingali ni wazo kwetu mpaka tutakapolinena. Kwa hiyo tunayanena na kuyaamini. Mimi ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Mimi ni bibi harusi wa Kristo. Niliteuliwa na kuchaguliwa tangu zamani, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kuwa bibi harusi wake. Na hakuna kitu kinachoweza kulibadili hilo. Kila ahadi katika Biblia ni yangu, ni neno lake kwangu. Mimi ni mrithi wa ahadi yenyewe. Yeye ndiye Bwana Mungu aniponyaye magonjwa yangu yote. Chochote ninachokihitaji ni changu. Mungu alisema hivyo. Mungu katika urahisi. Imani huja kwa kusikia, kulisikia neno. Neno huja kwa nabii. Kila mtu anataka kuzitumia nukuu kuthibitisha mawazo yao, mafikara yao, ujumbe wao. Nao wako sahihi. Nafanya vivyo hivyo na mimi. Ndiyo maana yote ni wapayo ni nukuu za kuambia, dumuni na kanda, isikilizeni hiyo sauti. Sauti hiyo ni sauti ya Mungu. Hamna budi kuamini kila neno lililo kwenye kanda, si yale mtu mwingine yeyote asemayo. Hiyo sauti ndiyo sauti iliyo muhimu zaidi mnayopaswa kuisikia. Wengine huzitumia nukuu kuwaleta ninyi kwenye huduma yao, kwenye kanisa lao, kwenye fasiri zao, ufunuo wao. Dumuni na mchungaji wenu. Vema, ninaipenda hiyo pia, kwa sababu sisi tunadumu naye, ila tu mchungaji tofauti. Yeye siye changarawe pekee ufukoni. Yeye hakusema kamwe kusicheza kanda kanisani. Usiweke fasiri yoyote ya kibinafsi kwake. Yeye anataka neno lililo safi, lisilogoshiwa, hata ubembe wowote usiwepo. Singetaka mke wangu afanye ubembe na mwanamume mwingine. Na unapoanza kusikiliza hoja za namna yoyote zaidi ya hilo, unasikiliza, unafanya ubembe na shetani. Amina. Hilo halikufanyi ujisikie kubarikiwa. Mungu anakutaka ubakie msafi kabisa. Udumu daima hapo na neno hilo. Dumu nalo. Vema. Mimi na nyumba yangu tutabonyeza play.
na kulifuata neno la Mungu lililofanyika mwili, linenalo kupitia malaika mjumbe wake wa 7. Hatutaongeza fasiri yetu ya kibinafsi kwake. Hatutabembana au kusikiliza hoja yoyote. Tutadumu na neno hilo kama lilivyonenwa kwenye kanda. Ni Mungu katika urahisi. Ni wakati mtukufu jinsi gani tutakao kuwa nao Jumapili hii saa 6 mchana saa za Jeffersonville. Ni saa 1 jioni Afrika Mashariki. Tusikiapo muhuri wa 363-0320. Ningependa kuwaalika mje mkaungane nasi tunapoungana katika neno la leo. Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya kusikiliza ujumbe. Mathayo Mtakatifu sura 25 mstari wa 3 hadi wa 4. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1. Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 14. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 12. Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17. Matendo sura ya 2 yote. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Waebrania sura ya 13 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 7. Mambo ya Walawi sura ya 8 mstari wa 12. Yeremia sura ya 32 yote. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Zekaria sura ya 4 mstari wa 12. Hebu nichukue fursa hii kuliweka wazi kwa mara nyingine tena. Mimi sipingani na huduma 5. Ninaamini katika huduma 5. Sioni ni vibaya kumsikiliza mhudumu. Naamini unapaswa kumsikiliza mchungaji wako pale ambapo Mungu amekuweka. Nisemalo ni kwamba ninaamini Mungu alimtuma nabii katika siku yetu. Mungu alilifunua neno lake kwa nabii wake. Mimi naweza kukosea. Mchungaji wako anaweza kukosea. Lakini lazima tukubaliane. Tukisema tunauamini ujumbe huu ni kweli na ndugu Branham ni nabii wa Mungu, yale yaliyosemwa kwenye kanda ni Bwana asema hivi. Kama uamini hilo, basi wewe uamini ujumbe huu. Hivyo mimi ninaamini ndiyo sauti iliyo muhimu zaidi unayopaswa kuisikia. Huhitaji kunisikia mimi. Huhitaji kumsikia mtu mwingine yeyote. Lakini lazima uisikie sauti hiyo iliyo kwenye kanda.